wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa jina naitwa Haji Said Sadiki Majaliwa, natoka mkoa wa Kagera, wilaya ya Misenyi. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia katika safari ya hija. Allah namuomba endelee kunipa hifadhi, anikinge na mambo mbalimbali ya simamisha Uislamu kwenye jamii nzima. Tumshukuru kiongozi wetu Alhaji Sheikh Twabuta yeye na kamati yake ya uongozi kwa kutusimamia na kutupa maelekezo mazuri juu ya hija. Kwa kweli safari hii ya hija nimeona mambo mengi, na hapa ndio utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunamuomba kwa baraka zake na rehema zake aendelee kutuweka katika amani na salama, na ajalie ibada yetu ya hija iwe makbul. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yusuf Waziri, mwenyeji wa Kondoa, Kinondoni B, Dar es Salaam. Kuna lolote la kuongea basi? La kuongea, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufika katika nyumba yake tukufu, eneo ambalo mara nyingi huwezi ukafika kwa nguvu zako, bali kwa kutaka Mwenyezi Mungu. Maana pale tunapokuja kuitika labbaik Allahumma labbaik, ni ishara kwamba Allah alishakukadiria utakuja siku, saa na mwaka kuja kupakanyaga mahala ambapo Mwenyezi Mungu alishakudiria ufiki. Kwa hilo namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini la pili, namshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimekuja kwa msaada wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimekuja kwa msaada wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naam. Pia nishukuru serikali kwa ujumla wake, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia mtendaji wake mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa moyo aliouonyesha juu ya wananchi wale wa kipato cha chini. Pia nao wana haki ya kufika katika mji mtukufu huu wa Makka. Mwenyezi Mungu awape kila la heri, awape umri mrefu, awalinde na kila shari katika utendaji wao. Je, unajua labda Mheshimiwa Waziri Mkuu ameleta watu wangapi? Ameleta watu 31 kwa sababu alitualika rasmi na tukafika nyumbani kwake, tukapata chakula alichotuandalia na tukaagana naye, akiwa pia ametuomba tuiombee Tanzania amani, baraka, utulivu na uelewano. Vile vile tuchukue fursa hii pia kumwombea yeye binafsi pamoja na Mheshimiwa Rais umri mrefu wenye manufaa na wao, lakini pia awaepushe na kila shari katika utendaji wao ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, ni kitu gani kilikufanya mpaka Mheshimiwa Waziri Mkuu akakuteua wewe miongoni mwa watu 31? Mimi si kama labda tulikuwa na maombi, bali kwa utaratibu wake amejiwekea, na amesema tangu 2016 alikuwa akipeleka mahujaji kwa namna anavyojua yeye, lakini pia kwa kupitia wale mashehe wa mikoa, BAKWATA, baraza kuu na kadhalika. Ni utaratibu ambao yeye binafsi alikuwa amejiwekea pasipo watu kupeleka maombi. Kwa hiyo binafsi sikuwa na uhakika na wala sikupata taarifa za mwanzo kwamba labda nitakuwa miongoni mwa mahujaji wa mwaka huu 23. Shukrani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina naitwa Alhaji Sheikh Idris Ilyas kutoka mkoa wa Kagera. Uko wapi? Hija yako ya ngapi? Alhamdulillah, tunamshukuru Allah kutoka katika ziara ya kufanya ziara kwenye kaburi ya Bi Khadija mpaka Mtume. Kwa kweli tumeenjoy. Kiongozi wetu aliyetuongoza katika swala hilo, Allah amuongoze baraka, kwa sababu mimi nimekuja hapa hija hii yangu ya 7, lakini namba 6 zote sijawahi kufika hata hapa, lakini leo BAKWATA imefikia hapa. Nimeona mambo makubwa, nimeona mambo mazito na BAKWATA na wanawaomba wote waje BAKWATA kwa sababu ina mwelekeo mzuri. Assalamu alaykum. Hizo hija nyingine ukuja na BAKWATA? Hija 6 nilikuja na Haji Trust, hija 4 nilikuja na Haji Trust, hija ya 5 nimekuja na TCDO, na 6 nimekuja na Zamzam, ya 7 ndio nimekuja na. Hija yako ya mwisho kabla hii mwaka gani? Zote hizo. Hija ya mwisho kabla hii mwaka gani? 2019 nimekuja na Zamzam. Baadaye nikaingia corona na BAKWATA, lakini BAKWATA ni wazuri. Tumeenjoy kila sehemu tumefika, ibada imekwenda vizuri, hakuna udanganyifu, hakuna ubadhilifu, kwa sababu kila mtu
ibada amefurahia. Mkoa wa Kagera unatoka sehemu gani unasema? Mkoa wa Kagera. Unatoka sehemu gani mkoa wa Kagera? Mkoa wa Kagera natoka wilaya ya Bukoba Manispaa. Inaitwa Bukoba mjini. Hapo katika kitovu cha mkoa wa Kagera. Unamwambia nini shehe wa mkoa wa Kagera? Shehe wa mkoa wa Kagera ndugu yangu, rafiki yangu Alhaji Sheikh Haruna Kichwabuta. Huko alipo Mwenyezi Mungu na yeye akujalie kwa sababu anaongoza mkoa vizuri. Na yeye ni mtu mwadilifu, mwaminifu na kiongozi mmoja mzuri msomi. Kwa hivyo alhamdulillah watu tunafaidika na yeye katika usomi wake na katika uongozi wake. Hana mambo ya fitina. Itakuwa wengine lakini yeye ana mambo ya fitina, ni mwadilifu na mwaminifu. Kutoka mkoa wa Kagera labda mmekuja wangapi katika BAKWATA au wengine unaojua na taasisi zingine? Tunajua ni wangapi kwa sababu tunajua idadi yao, ili wamekuja taasisi mbalimbali. Lakini katika sisi tunaona tuko wanne. Ni mimi, Bwana Bilkais, bwana mmoja anaitwa Bwana Alhaji Yahya Kajuna na Mzee Habibu Shumba. Na wengine wako katika sehemu nyingine. Lakini wako na wengine naomba hatujawajua Unasema kama ni hija yako ya 7 hii. Siri yake nini mara kwa mara unakuja katika ibada ya hija? Umesema ni hija yako ya 7 hii. Siri yake ni nini unakuja mara kwa mara katika ibada ya hija? Au ndio wito wa Nabii Ibrahim? Siri yake ni nzito sana. Hija ya kwanza ya kwangu mimi, hija ya pili ya baba yangu, ya tatu ya mama yangu, lakini hizo salia natuma na watu wana moja ile ya mzazi wangu na kwa hivyo na zote hizi zilizobakia zinakuja kwa ajili ya kutuma watoto wakitaka na wasilia watu ya uzazi wao. Kwa sababu hiyo kazi alhamdulillah na amenijalia. Nitaifanya tu inshallah. Hata na wengine wanatuma nitakuja kufanya hija za wazazi wao sababu mkoa wa Wewe katika mkoa wa Kagera una nafasi gani katika vyeo vya ushehe, kata nini? Katika mkoa wa Kagera mimi ni katika shehe wa ulama katika maulama wa wilaya ya Bukoba Manispaa. Shukrani. Assalamu alaikum. Naitwa Haja Kibodia. Tuko hapa Maka kuja kutekeleza ibada ya hija. Alhamdulillah rabbil alamin, tunaendelea vizuri. Tunatakia Waislamu wote hija makubwa inshallah. Hija yako ngapi? Ya kwanza. Umejisikiaje kutoka katika mji mtukufu wa Maka katika ibada hija iko mara kwa mara? Alhamdulillah, nimesikia furaha sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Pia namshukuru mume wangu kwa kunifanyia kunitekelezea nguzo hii ya 5 ya Kiislamu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, pia namshukuru mume wangu kwa kunitekelezea nguzo ya 5 ya Kiislamu, ya dini yangu ya Kiislamu. Alhamdulillah. Jina naitwa Haja Dismani Ibrahim Musa, natokea Mbondole, Dar es Salaam. Niendelee. Uko wapi? Unafanya nini? Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu amenijalia heri. Mwaka huu nimehudhuria ibada ya Imla na Hija. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi pamoja na mahujaji wenzangu tumefurahi kukanyaga mji mtukufu wa Mwenyezi Mungu. Tumeona sehemu mbalimbali za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sasa hivi bado tunaendelea na ziara. Tunaelekea ili tuendelee na ibada. Na jana tulifanya ibada kuu ya umra. Tumemaliza bado hija. Tunashukuru sana. Naomba Tanzania mwenye uwezo usinunue magari, ndege ili azikusaidie. Chukua pesa zako, njoo kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu ili uzizoe baraka zake. Wa billahi tawfiki. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Naitwa Mboza Amiri Joy, natokea Dar es Salaam. Endelea, nitembea polepole. Nimekuja hija hii na BAKWATA. Alhamdulillah, nimeridhika kwa kweli. Mashehe wote mnaowajua, mashehe wakuu wote tunao kwenye hija hii. Kwa hiyo tunafaidika mengi.
tunafaidika hija na tunafaidika dua na mashehe. Assalamu alaykum. Tunafaidika na mawaidha. Kwa kweli alhamdulillah rabbil alamin. Namuomba Allah akubalie hija yangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wengine wale kule mbali jamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Huku tunaenda. Tunashukuru kwa uwezo wa Allah kutuwezesha kuwa pamoja na jumuiya yetu ya BAKWATA. Hapa tuko katika ziara yetu ambayo imejumuisha katika mambo yetu ya hija. Sisi sasa hivi tunatoka kwenye ziara, tumepitia kwenye msikiti Shajara ambapo hapo palikuwa na miujiza ya huo mjiti na mwisho wake pakabidi pajengwe msikiti. Kwa hiyo ni kitu cha ajabu kidogo. Alafu majini ndio walimsikiliza Bwana Mtume, maanake walikuwa hawamsikilizi vizuri, lakini hapo walipata usikivu wake. Tunashukuru sana kwa Bwana Mtume kuweza kufanikisha hayo kutokana na nini, mambo yale ya majini. Sasa sisi tukaendelea na msikiti jini. Huo msikiti jini tumewahi kusali pale, manake tumekwenda kama ni utalii sasa. Baada ya kumaliza mambo yetu ya nini, tawafu na tumekwenda kwenye tawafu na Safa na Marwa, na tukaenda kwenye Safa na Marwa tukamaliza, na sasa hivi tunaendelea na ziara nyingine ambapo sasa hivi tuko kwenye utalii. Tuko kwenye utalii na tumemaliza kidogo, na wenzetu wengine wanaume wamekwenda kwenye msikiti wa Mama Hadija. Mama Hadija ambaye alikuwa ni mke wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu Muhammad, kipenzi cha Mwenyezi Mungu, mpenzi wetu. Tunashukuru kwa uwezo wa Mungu kutuwezesha kufika hapa Maka na tukaweza kufanya ibada hii ya hija salama salimini. Tunasubiri kesho tuende zetu. Kesho kutwa kwenda Mina. Kesho kutwa tutaendelea na msafara wetu wa Mina, ambapo huko tutamalizia kwenye mambo ya Arafa. Ukutambulisha mwanzo jina lako nani? Mimi jina langu naitwa Hadia Osman Hamadi, ambaye ni mkazi wa Pemba, sehemu za Wete, wilaya ya Wete, jimbo la Kojani. Hija yako ya ngapi? Hija yangu hii ni ya kwanza. Na muomba Mwenyezi Mungu anijalie ni chanzo niweze kuja tena hapa kwa uwezo wake yeye Allah. Si kwa ujanja wangu, mimi sina ujanja huo wa kujileta hapa. Sikuwa na ujanja huo, ila ni uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nashukuru kwa Mwenyezi Mungu kutuwezesha, na tulishukuru baraza letu la maulama BAKWATA kutuwezesha kutupa semina kwa muda wa wiki 2, na tukaweza kupata misafara hii kwa utulivu na amani. Kwa hiyo tuko hapa inshallah, Mwenyezi Mungu aliwezeshe, Mwenyezi Mungu alibariki, na watu wengine tukijaliwa wakipata uwezo huo waweze kufuatilia katika baraza hili kwa matendo yake yaliyo mazuri. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashukuru Bwana Mungu kutujalia hivyo, na sasa hivi tuelekea msikitini kwenda kusali magharibi.